kuwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anazidi kukufunulia mafumbo ya Mungu. Anasema Roho huchunguza hata mafumbo ya Mungu. Tuliona kwamba neno roho kwa Kiebrania ni ruach, ikimaanisha roho, ikimaanisha upepo, ikimaanisha pumzi ya uhai. Leo nataka tuangalie zaidi, Biblia inatumia maneno mbalimbali ya Kigiriki kuelezea nguvu za Mungu, na kila neno linafunua aina ya utendaji wa nguvu. Kwa hiyo inawezekana uelewe maneno ya Kigiriki, lakini wakati mwingine ni muhimu ili kuweza kuelewa maana ya kile ambacho Biblia ilikusudia, kile ambacho Biblia imekusudia. Sasa tutaangalia maneno kama 6. Neno la kwanza ni dunamis, nguvu ya kufanya miujiza kwa uwezo wa kipekee. Tutaangalia exousia, ni ruhusa au mamlaka ya kutumia nguvu. Tutaangalia ischus, nguvu ya ndani ambayo inaleta uthabiti wa kustahimili, na tutaangalia kratos, nguvu ya utawala au mamlaka. Energia, tutaangalia ni nguvu ya mabadiliko. Alafu tutaangalia ananke, msukumo wa lazima wa ndani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asa andika hapo chini nguvu ya uwezeshaji wa huduma, dunamis. Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8. Sasa lakini mtapokea nguvu, dunamis, akisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu. Lakini mtapokea nguvu, dunamis, akisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu. Sasa hii ndio nguvu ya utendaji ambayo inatenda miujiza katika huduma. Sasa dunamis ni uwezo wa kipekee wa kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Tunazungumzia miujiza, ishara na mamlaka ya kiroho. Sasa watu wengi wanatembea sana kwenye hii dunamis, na dunamis watu wengi wanatembea kwenye hii kwa sababu ni nguvu inayokuja kwa muda fulani pale unapofunga na kuomba. Nilikuwa na mimi niko kwenye hiyo mara nyingi, Jumapili kama nahubiri mimi nitafunga na kuomba, like siku ambayo sihubiri sifungi na kuomba. Labda unapokaribishwa kwenye semina kama hivi au unaenda mahali ndipo mtu anafunga, au mtu anapokuwa na majaribu na anafunga. Sasa wewe utatembea kwenye dunamis, utatembea kwenye dunamis. Kwa hiyo utakuwa tu unakemea mapepo, lakini kufika mahali ukishatoka madhabahuni, si umeshaona, ukishahubiri kutoka madhabahuni ile nguvu inaondoka, kwa sababu uweze hata kukemea pepo mpaka watu waabudu, si wafanyeje. Hiyo ni dunamis, lakini Mungu atakusaidia kutoka hapo kwenda kwenye hatua nyingine. Na hii uzirisho wake utaijuaje? Unapata nguvu ya kushuhudia. Sasa mtapokea nguvu ya kuja Roho Mtakatifu juu yenu, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Yudea, Samaria na miisho ya nchi. Kwa hiyo unaona kwa Petro, wakati Yesu alipokuwa duniani, alipokamatwa, walienda wakajifungia ndani, watu kama 120 wakakaa ndani. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yao, wale watu waoga wakaanza kuhubiri. Katika sura ya 2:38 mpaka wale watu wakasema tufanyeje basi, wakachomwa mioyo. Nami naomba kwa jina la Yesu kwamba Mungu akaachie hii dunamis ndani yako, tukae na nguvu ya kushuhudia. Hawezi kuogopa, hawezi kuona aibu, lakini miujiza na uponyaji inatokea, kufungua vifungo vya kiroho. Sasa jinsi gani ya kupata hii dunamis? Moja ni hiyo kwamba kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Kuna tofauti ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuna watu hii kitu inawasumbua, huko mbele nitaelezea. Kwa hiyo tunapookoka tunapokea Roho Mtakatifu, lakini tunajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, na ndio tunaanza sasa kutenda matendo mbalimbali, miujiza mbalimbali na maombi ya bidii, kuomba, kufunga. Unapofunga, unapoomba, unafanya maisha kuwa ni maombi ni maisha, kwamba prayer is not an event but prayer is a lifestyle, kwamba maombi sio tukio bali maombi ni maisha. Lakini pia nguvu hii unaachilia
kwa kuwa na imani iliyo hai kwa Mungu, kwa sababu mtu yeyote asiyekuwa na imani hawezi kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Nguvu ya pili ni nguvu ya mamlaka ya kiroho, exousia. Luka 10 mstari wa 19 asema, tazama nimewapa mamlaka, exousia, juu ya nguvu zote za yule adui. Nimewapa mamlaka, exousia. Hii ni nguvu ya kisheria ya mbinguni, ni haki uliopewa na Mungu kutumia, ni haki uliopewa. Maana ya exousia ni mamlaka, ni ruhusa ya kisheria, haki ya kutenda kwa niaba ya Mungu. Unaweza ukawa na bunduki, lakini kama una leseni ya kutumia ile bunduki, hauwezi ukatumia bunduki. Kwa hiyo bunduki ni uwezo, lakini utakuwa uwe na mamlaka. Kama maaskari wanapewa au wanajeshi, anaweza akapiga mtu hata mguu, lakini wewe ukichukua tu bunduki ukaitoa ukamwonesha mtu, tayari ni kosa. Okay, labda niseme kwa hivi, unaweza ukajua kuendesha gari, kama hauna leseni wewe hauna uhalali wa kuendesha gari kisheria, japokuwa kuendesha gari unajua. Lakini kwa hiyo tunasema, kwa hiyo exousia ni ile mamlaka ya kuweza kufanya, inakupa ruksa. Kwa unaweza ukawa na uwezo, lakini bila mamlaka huwezi kutumia kikamilifu. Sasa kwa hiyo ni tofauti. Dunamis ni uwezo, lakini hii hapa inakupa sasa ile ruksa, ile mamlaka. Na utajuaje moja unapoanza kukemea nguvu za giza kwa ujasiri? Umeshaona wakati mwingine mnakemea mapepo, alafu pepo anaanza kuwapa maagizo. Mtu mmoja alikuwa anakemea pepo, pepo likamwambia kwamba sitoki mpaka mkafunge siku 3 ndio nitatoka. Kwa hiyo wale watu wakati wakafunga siku 3, wanarudi baada ya siku 3, yule mtu kashakufa, kashazikwa. Kwa nini? Kwa sababu hawana mamlaka. Wale wanasikia walipokuwa wanakemea mapepo, wakamwambia Yesu tumfahamu na Paulo tumjua, nyinyi ni wakina nani? Umetoa wapi mamlaka? Kwenye sura ya 3 walipomponya yule kiwete pale, wakamuuliza hii mamlaka mmetoa wapi? Kwa hiyo mamlaka ndio inakupa uwezo, lakini jambo lingine ni kusimama kama mwakilishi wa Kristo. Kusema kama mwakilishi wa Kristo, kwamba unamwakilisha Kristo. Balozi wa Tanzania nchini Marekani anawakilisha serikali ya Tanzania kule. Balozi wa Marekani anawakilisha serikali ya Marekani hapa. Kwa hiyo lazima ujitambue katika namna hiyo. Lakini kutawala hali za kiroho kwa jina la Yesu. Kutawala hali za kiroho kwa jina la Yesu. Sasa jinsi ya kuachilia hii ifanye kazi, lazima utambue utambulisho wako ndani ya Kristo. Na hii ni kitu cha ajabu sana. Kwenye ile Mathayo 7:21, asa wengine watakuja sasa, Bwana, nisikie vizuri, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya unabii kwa jina lako. Alafu Yesu atawaambia hivi kwamba ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwatambua. Sasa Yesu akukataa kwamba walitoa pepo, walitoa unabii. Ndio maana unaambiwa kwamba aumpimi mtumishi wa Mungu, aumpimi mtu kwa sababu ya miujiza au kukemea mapepo, kwa sababu kama mtu anajua mamlaka yake kama mwamini, anaweza akatumia na akafanya. Ndio unakuta kuna watu wanajiuliza maswali kwamba mbona huyu maisha yake hayampendezi Mungu, labda anafanya dhambi, lakini anafanya miujiza, anafanya hiki, na hiyo ndio inachanganya watu wengi. Huyu anatembea kwenye exousia, maana yake ametambua mamlaka yake, na Mungu akishakupa mamlaka amekupa. Sasa karama za Mungu hazina majuto. Kwa hiyo hapo inatakuwa uwe mwangalifu sana. Jambo la pili, kuishi chini ya mamlaka. Mtu ambaye anaishi chini ya mamlaka ndiye anayeweza kutumia mamlaka. Kwa hiyo lazima uishi chini ya mamlaka ya Mungu, anakuelekeza ya kufanya zidi unavyoendelea sasa kutumika na ukitamka mambo yanatokea. Na jambo la tatu, kutumia jina la Yesu kwa imani. Mathayo 28:18, nimewapa mamlaka yote duniani na mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ningetaka kuangalia hapo tofauti kati ya dunamis na exousia, lakini nataka niendelee mbele kidogo ili tuweze kufika mahali fulani. Na kama nilivyokuambia, moja wapo ya tofauti ni kwamba dunamis ni uwezo wa kufanya, lakini exousia inakupa mamlaka, inakupa uhalali
wa kutumia ule uwezo ulioko nao. Nami naomba Mungu akupe, akusaidie uweze kutumia uwezo wa Kristo ambao uko ndani mwako. Na jambo tatu au nguvu ya tatu ni nguvu ya kukaa ndani. Kama unaandika ischus, nguvu ya kukaa ndani. Warumi 8:11. Yeye aliyemfufua Yesu katika wafu atauisha na miili yenu ipatayo kufa kwa Roho wake akae ndani yenu. Hii ni nguvu ya ndani inakupa uwezo wa kuishi maisha ya kimungu. Kwa hiyo maana ya ischus ni nguvu ya ndani, uthabiti wa kiroho, uwezo wa kusimama bila kuyumba. Umeshaona kuna mtu ambaye anafungua biashara leo, kafunga kesho. Kuna mtu ambaye labda amechumbiwa, anachumbia na acha, anachumbia na acha, hawezi kustahimili. Kuna mtu ambaye anaokoka kila mwezi. Kuna mtu anaokoka kila mwaka, anaokoka anarudi nyuma. Maana yake hawezi kuvumilia. Sasa ischus itakupa uwezo moja wa kuvumilia majaribu. Muone Ayubu, watoto wamekufa, mifugo imekufa, kila kitu kimepotea, lakini hajatoka kwa Mungu. Ni nini? Ischus ilikuwa ndani yake. Aliweza kuvumilia majaribu. Akutoka kwa Mungu. Wewe tu kukosa chakula tu unaacha kuja kanisani. Wewe tu umefukuzwa kazi, tayari umeshamsusia Mungu, kwamba uwezi. Kwa hiyo kuna mambo madogo tu kwenye ndoa, tayari umeshaondoka. Ndio maana ndoa nyingi zinavunjika sasa hivi, kwa sababu watu hawana ischus. Hawezi kuvumilia, kwa sababu mimi nataka kuambia utaondoka kwa ndoa moja tena nyingine, utaondoka tena nyingine, kwa sababu yale uliyoyakimbia kule utayakuta. Wanasema matatizo yakimbii, matatizo yanakabiliwa. Kuna vitu vinaweza kukusababisha kweli ukatoka, lakini sio vitu vidogo vidogo. Unahama kanisa, unakimbia kule, unakimbia, unazunguka, haujaweza kuvumilia. Ibrahim alisubiri kumpata Isaka kwa miaka 25. Miaka 25. Sio kitu kidogo. Biblia inatuambia Ana alisubiri muda gani, lakini Ana naye alisubiri. Aliteseka, alivumilia. Penina nasema Mungu akupe ischus kuweza kuvumilia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kudumu katika wokovu. Mpaka sasa hivi namshukuru Mungu, nina miaka zaidi ya 30 ndani ya wokovu. Lakini unajiuliza umeokoka mara ngapi? Mungu alipotuokoa alikuwa anataka kwamba tudumu. Ategemee kwamba tutaacha wokovu kwa muda fulani. Lakini ndani ya wokovu mimi ni mchungaji. Nimeona watu ambao walikuwa wameokoka vizuri, leo hii wamerudi kwenye ulevi, wamerudi kwenye uzinzi, wamerudi kwenye dhambi. Kuna watu ambao walikuwa ni watumishi wa Mungu, wamerudi nyuma. Kwa hiyo kuna watu kabisa wanarudi nyuma. Wapo sinawajua, sio kuambiwa, nimewaona na nawafahamu, wamerudi nyuma. Na kuomba Mungu akusaidie kwamba uweze kudumu katika wokovu mpaka Yesu atakaporudi, mpaka siku ile atakapokuchukua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia nguvu ya kushinda dhambi. Haleluya. Kwamba hii inakusaidia kushinda dhambi. Watu waliokoka tunaweza kushinda dhambi. Nikiwa kijana tulifundishwa kwamba ukitaka kushinda tamaa ya ujanani, funga na kuomba. Na kweli watoto wa Mungu tulifunga na kuomba. Lakini kaya kugundua kadri ambavyo unazidi kufunga na kuomba, ndivyo ambavyo ukifungua, wakati umefunga siku 3, umefunga siku 7, unakuwa ni mtakatifu kweli. Hata shetani hawezi kukusogelea. Shetani hawezi kuja kujaribu wakati unafunga. Hata Yesu tunaona alipomaliza kufunga ndio shetani anamwambia, kama ni mwana wa Mungu, amuru mawe yawe mkate. Kwa hiyo na wewe unapofunga, ukifungua, hata hamu ya kula inakuja. Kuna watu wengine unakuta ananenepa zaidi sababu ukifungua anakula sana. Alafu wengine wanafunga kwa vipindi. Ndio maana nikagundua mimi kwamba ukifunga unatakiwa ufunge tena. Ufunge tena. Yaani uwe maisha ya kufunga na kuomba. Nishasema kwamba prayer is not an event, but prayer is a lifestyle. Kwamba hata kufunga iwe ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo utaweza kushinda dhambi. Haitakupa shida ukimwona mtu ana sketi fupi, amekaa manyonyo yako nje, kwa sababu wewe unaweza kushinda. Sio mpaka mchungaji wako akuone. Tumeona ni Yusufu akasema nitafanyaje dhambi hii nimtende Mungu dhambi. Kwa hiyo Mungu akusaidie wewe unanisikiliza kwamba unahitaji nguvu ya kukaa ndani ili uweze kuvumilia majaribu, uweze kudumu katika wokovu na pia uweze kushinda dhambi.
Na jinsi ya kuachilia iskus ni ushirika wa karibu na Mungu. Kwamba uwe na ushirika wa karibu, intimacy na Mungu, ukaribu na Mungu. Uwe katika uwepo wa Mungu mara kwa mara. Lakini kutafakari neno. Kwa hiyo unapotafakari neno, unaposema usizini, unatafakari, je, wewe unazini? Usiseme uongo, unatafakari, sio unasoma tu. Lakini maombi ya kina, maana yake hapa uwe ni mtu wa maombi. Asa praying without ceasing, kwamba kuomba bila kuchoka. Sehemu nyingine akasema 18 Luka 1, anasema tupasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Unajisikia unaomba, wakati ujisikii unaomba. Lakini pia kuomba masaa mengi, utakuwa uombe masaa mengi, inatakuwa ujifunze kufunga na kuomba na vitu kama hivyo. Waefeso 3:10 nasema awapeni kutiwa nguvu kwa uwezo wa iskus kwa roho wake katika utu wa ndani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tuangalie nguvu ya mabadiliko, energia. Nguvu ya mabadiliko, energia. Wafilipi 2:13, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Hii ni nguvu inayofanya kazi ya mabadiliko ndani mwako. Inafanya kazi ya mabadiliko ndani mwako. Kwa hiyo energia ni nguvu inayotenda kwa vitendo, inafanya kazi ya kutubadilisha. Inafanya kazi ya kutubadilisha. Udhihirisho wake ni utaona kubadilika kwa tabia. Yaani hapa ndipo ambapo watu wengi wanachanganyikiwa. Yaani unajiuliza, inakuwaje mtu ameokoka bado ni mbea? Mtu ameokoka bado ni msengenyaji. Kuna wengine wameokoka ni wazinzi. Yaani ile tabia, kaokoka ile tabia bado anayo. Kujifunza tabia ni rahisi sana, lakini kuacha tabia mbaya ni ngumu sana. Tabia yote. Kwa hiyo unakuta mtu, kwa hiyo ukiokoka lazima kuwepo na mabadiliko. Watu waone mabadiliko, lugha yako inabadilika, mwenendo wako unabadilika, kila kitu chako kinabadilika. Walipoona kina Petro wakasema hata mwendo wao ni kama Yesu. Ndio maana tunaitwa Kristo, Christ like, watu wanaofanana na Kristo. Kwa hiyo usijidanganye, lazima tabia yako ibadilike. Kuna watu wa tabia ngumu, wana chuki, hawasamei, wana vitu vya ajabu, lakini kaokoka. Maana yake hii energia ipo ndani mwake, nguvu ya mabadiliko. Na ndio moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kutubadilisha tabia. Haleluya. Kwamba watu wanaona wewe umebadilika. Mimi nilikuwa na hasira sana, lakini Mungu akaendelea kunisaidia. Sasa najua hii tabia yako ni nini. Na kila mmoja aliyoko hapa ana tabia kake. Yaani wengine ndio hivyo. Kama wengine wana tabia za kuzira, wana tabia za ajabu, tabia chafu kama sengenyo za umbea. Hiyo Mungu akusaidie, akuwezeshe. Kwa hiyo nguvu hii ya mabadiliko ndani mwako. Lakini kuongeza utakatifu. Ndivyo hata kati mavazi yako, maongezi yako, unakuwa mtakatifu. Tunasema kwa mfano watu wanafanya kazi garage, wao lugha ya matusi ni ya kwao. Wanafanya kazi ya ujenzi wanatukana. Je, wewe tabia yako ni nzuri? Maneno yako yanakolea munyu? Lakini tunda la Roho kwanza kuonekana. Tutaka kuangalia baadaye tunda la Roho katika somo hili. Sasa unaachiliaje hii nguvu? Moja, kutii neno la Mungu. 2, kukubali kufundishwa na Roho Mtakatifu. Na 4, kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Wakolosai 1:29 anasema nafanya kazi kwa kadri ya kutenda kwake, energia. Kwa kutenda kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akusaidie upokee hii nguvu ya energia, mabadiliko. Amen. Sasa twende mbele tuangalie nguvu ya uwepo unaozirika, Kratos, manifest present. Naomba uelewe, wasoma Biblia wanajua kwamba Mungu ni omnipresent. Maana yake yupo mahali pote. Lakini tunasema manifest present, ule udhihirisho wa Mungu, uwepo. Ndio maana hapo unajua, kwa sababu tunaongea leo unakuta anasema unaomba uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu, Mungu yupo kila mahali. Kila sehemu Mungu yupo. Hakuna mahali Mungu hayupo. Lakini ile manifest presence yake. Labda niseme hivi, unaweza unazungumzia perfume, ukipulizia perfume,
utasikia kabisa, au kama mtu anajipulizia akitokea utasikia kabisa kama perfume ni kali. Ule udhihirisho ndio tunazungumzia. Sasa Waefeso 1:19-20 anasema ubora wa ukuu wa uwezo wake, Kratos, ndani yetu. Ubora, Kratos. Hii ni nguvu ya mamlaka ya Mungu inayodhihirika wazi. Kwa hiyo maana ya Kratos ni nguvu ya utawala, ukuu na mamlaka inayotawala mazingira. Okay, kuna ubishani mwingi, watu wazungumzia habari ya territorial spirit, kwamba kwenye kila eneo ambalo uliopo kuna roho inayotawala katika ile eneo ambalo tunaita territorial spirit, inatawala kwenye eneo fulani. Na nimejifunza nilipokuwa nasoma kwenye Injili, na nilipokuwa nasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kila mahali ambapo Yesu alipoingia kijiji kizima kilibadilika. Wakina Paulo walipoingia sehemu wakasema kwamba wale waliopindua ulimwengu wamefika. Maana yake ile mamlaka ya Mungu, yani unapofika wewe ni mamlaka ya Mungu. Nakumbuka miaka ya nyuma, Mungu amweke mahali pema mtumishi wa Mungu mwinjilisti Moses Kulola alikuwa akija Arusha, yani ule uwepo wake yani unafahamika kabisa kwamba mtumishi wa Mungu amefika. Kwa hiyo ni nguvu ile ya utawala wa Mungu, kwamba mapepo na kila kitu inaachia mamlaka kwenye eneo ambalo uliopo. Na hii utaona pale uwepo mzito wa Mungu unapokuja kwenye ile sura ya pili, kwamba Roho aliposhuka kwenye sura ya pili mstari wa pili anasema kwamba kukatokea upepo ikajaza ile nyumba. Ndio maana unakuta kwenye ibada uwepo ukitokea, unakuta kuna siku tulikuwa Jumapili, Mungu ananiambia leo msihubiri, msifanye chochote, kwamba Mungu anataka kutembea mwenyewe. Kweli wewe uwepo unatembea pale, haijalishi kuna mtu ana imani anafanya, watu wanajazwa ule uwepo na unaenda mpaka unagusa mpaka majirani. Wakati mmoja tulikuwa tunafanya ibada ya maombi ya uombezi kwa Kinondoni, kulikuwa uwepo wa Mungu, watu wanatoka kwenye makanisa yao wanasema kuna nguvu ambayo ilikuwa imenivuta kuja. Kwa hiyo tunazungumzia Kratos, kwamba nguvu ile ya utawala katika mazingira. Unapoingia mahali, wachawi wanajua kama wameingia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini watu kuguswa bila kushawishiwa, yani ule uwepo sio mpaka useme nyanyua mikono sijui sasa tuabudu shuka, yani ile uwepo unashuka. Naomba kwa jina, na tutaona hapa kwamba hiyo nguvu itajidhihirisha, kwamba uwepo wa Mungu unashuka, unagusa watu bila kuguswa na mtu. Tunatamani tuone mambo haya yakitokea, lakini mazingira kubadilika. Tunaomba maeneo uliopo mabadilike, kwa sababu nyie mpo. Lakini kisa jinsi gani ya kuachilia hii ni kuwa na ibada ya kina, ibada yenye maana, ibada ya kujitoa kwa Mungu na umoja wa waamini, kwamba kuna masengenyo ya kanisa, watu wanakuwa na umoja, Roho wa Bwana anashuka na nguvu za Mungu zinaonekana, na pia kuheshimu uwepo wa Mungu. Haleluya. Matendo ya Mitume ile 4:31 asema wakajaza Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Pale mahali walipokuwa palitikiswa, wakajaza Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa nguvu nyingine ni nguvu ya msukumo wa ndani, ananke, nguvu ya msukumo wa ndani. Wakorintho wa kwanza 9:16 ole wangu nisipohubiri Injili, maana nimewekewa sharti. Ananke, nimewekewa sharti. Hii ni nguvu ya ndani inayosukuma kufanya mapenzi ya Mungu bila kulazimishwa. Tunasema ni compelling power. Hata tunaposema watu wakushuhudia kwamba unasema ukawashurutishe, kawalazimishe, hii inakulazimisha, inakusukuma kufanya bila mtu kukwambia. Ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu aachilie hii nguvu ndani mwako. Haleluya. Ni ulazima wa kiroho, msukumo wa ndani kabisa usioweza kupuuzwa, kama moto ndani yako. Naomba Mungu aachilie kitu. Leo hii tunapata shida, hata watu kuja kanisani mpaka wapigiwe simu, watu kushuhudia mpaka uchukue bakora uambie, yani ule msukumo haupo. Ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu achie msukumo ndani mwako, Mungu afanye kitu. Sasa udhihirisho wake ni njaa isiyoisha ya kufanya kazi ya Mungu. Yani unatamani kufanya kazi ya Mungu, unatamani ufike kanisani ufagie, unatamani ufike kanisani udeki choo, unatamani uende ukashuhudie, unatamani. Kwa unakuwa na msukumo, msukumo wa kuomba, msukumo wa kuhubiri,
Sio mpaka mchungaji aseme kwamba watangaze siku 3 za kuomba, wewe mwenyewe kwamba unapata msukumo tu kwa jina la Yesu. Na hii ndio kitu ambacho kimekosekana ndani ya kanisa, ule msukumo, ile drive. Ndio hii, kama ni vijana kupiga kinanda mpaka wengine wataka mpaka walipwe mpaka waombwe, ule msukumo wa ndani haupo. Inaomba kwamba Mungu aache msukumo wa ndani katika maisha yako katika jina la Yesu. Lakini jambo la tatu, kutoweza kukaa kimya pale Mungu anataka utende. Ukisoma pale Yeremia 20:9 anasema neno lake huwa ndani yangu kama moto uokao, siwezi kuvumilia. Kuna mahali Yeremia alitaka kuacha kuhubiri kwa sababu watu walikuwa hawamuelewi, akataka kuacha kuhubiri, lakini ule moto unataka kususa, kuacha kwaya, unataka kususa, kuacha praise and worship, lakini ule moto haukupi kuacha. Hiyo ndo nguvu ya ananke. Na jinsi ya kuachilia ni kutomzima Roho Mtakatifu anapoweka msukumo ndani mwako, kutii misukumo ya ndani haraka. Ukisikia kitu Mungu anakuambia kufanya, fanya bila maswali, bila kuuliza, na kudumisha maisha ya karibu na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hapo ndipo ambapo tumefika mwisho kwenye utangulizi wa somo letu, na Mungu atakusaidia. Na sasa kwamba tumeshaona zile nguvu hizo zote, nikupe muhtasari tu kwamba iskufs ni nguvu ya ndani ya kudumu ndani mwako, energia, nguvu inayotenda kazi, na dunamis ni nguvu ya miujiza, na kratos nguvu ya utawala, exousia mamlaka ya kisheria, na ananke msukumo wa lazima wa ndani. Sasa Roho Mtakatifu afanye kazi kwa njia moja. Kwa hiyo hizi nguvu zote zitakuwa zifanye kazi. Sababu bila exousia hutakuwa na mamlaka, na bila dunamis hutakuwa na matokeo, na bila iskус hutadumu, na bila energia hautabadilika, na bila kratos hautatawala mazingira. Acha niombe na wewe unanisikiliza. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa ajili ya siku hii. Asante kwa ajili ya utakaosikiliza. Inaomba Bwana, hata yule ambaye anatamani hizi nguvu zifanye kazi ndani mwake, uachilie katika jina la Yesu. Na maneno haya yakaleta mabadiliko ndani mwao, na wasibakie pale walipo. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, inaachia nguvu hii kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa jina la Yesu. Amen. 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 Kwa hiyo Mungu akubariki sana, na tutakuja kuendelea wakati mwingine, lakini kanuni kama unataka kuachilia hizi nguvu, lazima moja, uwe na njaa ya kiroho. Mathayo 5:6, wenye njaa watashibishwa. Dumu katika maombi. Maombi ya bidii yataleta hizi nguvu ndani mwako. Ile Yakobo 5:16. Utakatifu ongeza usikivu, kwa hiyo uwe mtakatifu. Mathayo 5:6 anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Na neno la Mungu imarisha msingi wako. Kwa hiyo Wakolosai 3:16.